Mwanaume huyu alipata uwezo wa ajabu wa kuona thamani ya vitu vyote. Alipokuwa akipanga kutumia uwezo huo kutengeneza pesa, wateja wawili waliingia kwenye duka la kuuza vitu vya kale. Kwa mshangao wake, juu ya kichwa cha yule mwanamke aliona namba 1.3 bilioni, ikimaanisha ana mali ya dola bilioni 1.3. Wakati huo mtaalamu wa vitu vya kale alikuwa akimtambulisha mwanamke huyu mchoro mmoja. Mtaalamu alisema kuwa mchoro huo una miaka 600 na kwamba babu yake angeufurahia kama zawadi ya siku ya kuzaliwa, lakini mwanaume huyu aliona thamani yake halisi ikiwa dola 250 pekee, ikimaanisha mchoro huo ni feki. Watu wote walishangaa waliposikia hivyo. Miliki wa duka aliogopa kuwa mwanaume huyu angeharibu biashara, hivyo akaanza kusema kuwa mwanaume huyu ni mjinga. Mtaalamu pia aliogopa kufichuliwa kwa uongo wake, hivyo wote wakamwambia mwanaume huyo aondoke dukani, lakini mwanamke akasema alete uthibitisho. Ikiwa atakuwa sahihi, atampa nafasi ya kutengeneza pesa. Mtaalamu kwa kusita alimkabidhi mchoro huo. Sekunde iliyofuata mwanaume huyo aliurarua mchoro mara mbili. Wote walidhani anafanya utani, lakini akaomba mwanamke huyo ahisi aina ya karatasi. Akamwambia karatasi ya aina hii ipo tu katika nyakati za kisasa, kwa hiyo huu mchoro hauwezi kuwa wa miaka 600. Mwanamke akamkabili mtaalamu kwa hasira, lakini hakuwa na jibu. Badala yake akaamua kumshambulia mwanaume kwa maneno na kumpa changamoto. Kila mmoja achague kitu kimoja cha kale kutoka dukani, na aliyechagua chenye thamani ya juu ndiye mshindi. Aliyeshindwa aombe msamaha. Mwanaume alikubali bila kusita na akaanza kutafuta katika duka. Wakati huo aliona sanamu ya udongo yenye thamani ya dola milioni 20, hivyo akaichagua mara moja, lakini alipoonyesha wote, mtaalamu alimcheka akisema ni bandia wazi kabisa. Hata mmiliki wa duka alionekana kuwa na wasiwasi. Wakati hakuna mtu aliyemwamini, mwanaume huyu alivunja sanamu hiyo taratibu. Sekunde iliyofuata ndani yake ikaonekana sanamu ya jade ya hali ya juu. Kwa bei ya sasa ya antiques za jade, thamani yake ilikuwa angalau dola milioni 20.